kufanya ibada yoyote kwa ajili ya watu ni shirki. Lakini kuacha amali kwa sababu watu wasikushutumu, pengine jamii ile haipendi amali hiyo, pengine jamii ile haipendi ibada hiyo, kwa hiyo ukaiacha ili usije ukalaumika, usije ukaonekana vibaya katika jamii hiyo, hiyo inaitwa riya. Maudhui hii inatuhusu sana kwa sababu ni roho, ni njia ya kuiendea furaha ya kweli ya mwanadamu. Ndugu zanguni, tunakutana kwa mara nyingine katika jioni hii ya baada al-maghrib, tukiwa na muhadhara ambao unaongelea kuhusiana na moja kati ya ibada za moyo. Mwanadamu ibada zake zimegawanyika katika sehemu. Kuna ibada za viungo na kuna ibada za moyo. Katika ibada hizo leo tunachukua moja katika ibada za moyo, ndiyo tutakayo kuwa nayo katika muhadhara wa leo, ala wa hiya al-ikhlas. Nayo ni ibada ya ikhlas. Ndugu zangu katika imani, nini ikhlas? Ikhlas ni pale ambapo itakuwa nia yako katika amali ya aina yoyote, hukusudii katika ibada hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ibada hiyo hukusudii kuonekana kwa watu, wala kusikika utajo wako, wala hukusudii kupata hadhi na heshima katika jamii ile, lakini vile vile hukusudii kujikurubisha kwa yoyote katika viumbe wa Allah, wala hutaki kutokana na ibada hiyo upate sifa ya kusifiwa, wala huogopi kushutumiwa na kupondwa na jamii ya wanadamu kutokana na ibada hiyo. Ndugu zangu, itakapokuwa nia yako ni kwa ajili ya Allah, ukawa hukupamba amali yako kwa sababu ya wanadamu, wewe umefanya ikhlas. Yaqulu al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, mwanawachuoni al-Fudail ibn Iyad Allah mrehemu, anasema al-amalu li ajli an-nasi shirkun, kufanya ibada yoyote kwa ajili ya watu ni shirki. Wa tarku al-amal li ajli an-nasi riya, lakini kuacha amali kwa sababu watu wasikushutumu, pengine jamii ile haipendi amali hiyo, pengine jamii ile haipendi ibada hiyo, kwa hiyo ukaiacha ili usije ukalaumika, usije ukaonekana vibaya katika jamii hiyo, hiyo inaitwa riya. Wal ikhlas ay yuafiyaka Allahu minhuma, na ikhlas ni pale Allah atakapokusalimisha na ima kutofanya kwa ajili ya watu au kutoacha kufanya kwa sababu ya kuchunga watu wasikuchukie wala wasiwe mbali na wewe. Ndugu zangu, maudhui hii inatuhusu sana kwa sababu ni roho ya taa zetu, na kama wanavyosema wanachuoni kwamba ni njia ya kuiendea furaha ya kweli ya mwanadamu, kwa sababu katika maisha tunayoishi watu wamekuwa na mitazamo tofauti katika kufikia raha. Ukweli ni kwamba kila mwanadamu kilio chake kikubwa, mbio zake, juhudi zake, taabu anazozipata, akavumilia matatizo na machungu ya shughuli zake, lengo lake ni kufikia kupata furaha, aweze kufurahia yeye mwenyewe binafsi na waliomzunguka, jamaa zake, familia yake, afikie maisha ya kuridhika, afikie maisha ya kuwa ametulia na kuvuna alichopanda. Ndiyo
fikra ya kila mmoja, ndio malengo ya kila mmoja. Lakini furaha hiyo itabaki kuwa ni dhana na ndoto isiyofikiwa ikiwa mtu hajapita katika njia sahihi ya kufikia furaha ya namna hiyo. Lakini kumbe moja katika njia ya kwenda kuifikia furaha hiyo ya kweli ambayo itadumu kwa mwenyewe katika maisha haya ya dunia na baada ya mauti, moja ya njia muhimu za kufikia furaha hiyo ni al-ikhlasu lillah, kuwa na ikhlas kwa ajili ya Allah katika matendo yetu. Ndio hapo akasema wanachuoni kwamba ghina al-abdi bi ta'ati rabbih wal iqbal alayhi, utajiri wa mja umejikita katika taa ya Mola wake na kuelekea kwa Mola wake na kutakasa matendo yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile kutakasa matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndiyo taji la matendo. Matendo yote wanayofanya watu, taji la kuyapa heshima na utukufu ni ikhlas lillah. Lakini ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo njia ya kuiendea furaha ya kudumu duniani na akhira, wa huwa inwanul wiqar, na ndiyo anwani ya utulivu, na ndiyo utukufu wa himma, na ndiyo akili iliyokuwa ya sawa. Wala yatimu amru wala tuhsanu baraka illa bisalahi alqasdi wan niyya, halitotimia jambo lolote, haitopatikana baraka katika jambo lolote isipokuwa kusudio na nia itakapokuwa imetengenea na iko sawa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kusoma Qur'ani tukufu tamkuta Allah subhanahu wa ta'ala akimwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya ikhlas katika aya mbalimbali ndani ya Qur'ani tukufu. Allah tabaraka wa taala katika surati Zumar aya pili anamwamrisha mtume sema, akimwambia fa'budillaha mukhlishan lahu ddin, muabudu Allah kwa kumtakasia yeye dini peke yake. Na hii amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wamekusudiwa sisi wafuasi wake. Lakini ndugu zangu katika imani, isifahamike kwamba amri hii imekomea kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni inafika mpaka kwetu sisi wafasi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika aya nyingine anasema qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ddin, sema mtume waambie kwamba mimi nimeamrishwa nimwabudu Allah kwa kumtakasia dini yeye peke yake. Lakini katika aya nyingine akasema qulillahu a'budu mukhlishan lahu dini, sema hakika na muabudu Allah kwa kumtakasishia dini yangu. Na nyingine katika aya nyingi zomo ndani ya Qur'ani tukufu ndio ikaja kwamba fasalahul amal min salahi niyya, ukamilifu na kutengenea kwa amali yoyote utapatikana kwa nia kuwa imekuwa nia ya sawa, na wasalahu niyya min salahi alqalbi. Lakini pia na nia haiwezi kuwa ya sawa mpaka moyo uwe uko sawa, sababu moyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameusifu ndani ya Qur'ani tukufu pale aliposema ala inna fil jasadi mudghah, kwamba tambueni kwamba katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kijinofu cha nyama, sio kikubwa, kidogo tu. Kijinofu hicho idha salahat salaha al-jasad kullu, kikiwa sawa kikarekebika mwili mzima utakuwa sawa na utarekebika. Wa idha fasadat fasada al-jasad kullu, na kikiharibika kikawa kibovu mwili mzima utakuwa mbovu. Akasema ala wa hiya al-qalb, tambueni kijinofu hicho ni moyo.
kwa umuhimu na nafasi ya moyo, haitotokea wala haitowezekana mtu akawa na nia iliyo sahihi isipokuwa moyo wake utakapokuwa ni moyo sahihi. Sababu pia nyoyo zimetofautiana za wanadamu kwa kiasi kikubwa. Watu katika kuishi kwetu tuko hai, tunakula na kunywa, tunakwenda na kurudi, tunapanga, tunaamua, tunazungumza, tunanyamaza, alimani tunafanya shughuli zetu zote, lakini wakati huo huo nyoyo zetu zimegawanyika katika makundi tofauti. Kuna moyo umeugua, maradhi yake yako karibu na mauti. Moyo mwingine umeugua, maradhi yake yanaupelekea kuwa uko karibu na uzima, lakini vile vile kuna moyo mwingine ambao moyo huo umekufa kabisa, japo mwenyewe anatembea, anaongea na anakula na anakunywa, lakini moyo wake umekufa kabisa. Lakini moyo mwingine ni mzima kiasi cha kwamba uko tayari kwa ajili ya kutengeneza maslahi ya mwili wake. Na nyoyo hizo zimegawanyika kulingana na imani na amalu salihat. Sasa moyo ukiwa ni mzima utapelekea hata nia kuwa ni nia sahihi. Ndugu zangu katika imani, wa aslu qabuli al-a'mali inda Allah, na asili ya kukubaliwa ibada, matendo yote mbele ya Allah haiwi isipokuwa ni kwa ikhlas na mutabaa, kwa ikhlas na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika matendo hayo. Na nasema wanachuoni katika masahaba, mmoja katika wanachuoni wa kisahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, anasema la yanfa'u qawlun wa 'amalun illa biniyya, kwamba matendo yoyote atakayatenda mtu na maneno yoyote atakayasema mtu hayatoleta manufaa kwa mwenyewe ya kumpa malipo mbele ya Allah na kumnufaisha katika dunia na akhera, isipokuwa atakapokuwa ameyatenda kwa nia iliyo sahihi. Wala yanfa'u qawlun wa 'amalun wa niyya illa bima wafaqa sunna, lakini pia kauli na matendo na nia havitokuwa na manufaa yoyote kwa mwenyewe isipokuwa yatakapokuwa yamewafikiana na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndipo utaona kwamba haya mawili ni kama mbawa mbili zitakazopelekea kupatikana uwezekano wa kuweza kusurvive na kukubalika mbele ya Allah matendo ya waja. Na hapo ndipo utaona kwamba huenda mtu akafanya kwa ikhlas, matendo yake akafanya kwa ikhlas kabisa, moyo wake wote umemkusudia Allah, lakini kafanya katika utaratibu ambao sio katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Matendo hayo hayatumnufaisha kwa sababu yamekosa sharti la msingi la kukubaliwa. Na hapo ndipo utaona kwamba ni ufahamu usiokuwa sahihi unaochukuliwa kwamba jambo la sunna ni kitu kidogo tu ambacho mtu akiacha na akatenda ni sawa. Huo ni ufahamu wa kimakosa ambao umekuwa ukienezwa kwa ile dhana na fikira iliyochukuliwa kwa mujibu wa misingi na istilahi za kifiqh. Kumbe kule ilielezwa nia kwamba ni mayuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu, kwa sababu kule kunazungumzwa katika ahkami al-khamsa, zile hukumu tano za Uislamu, ambapo ni halal, haram, makruh, mustahabu au sunna, lakini pia mubah. Sasa katika nyanja hizo ni kweli sunna au mustahabu inachukuliwa kwamba ni kitu ambacho mtu akifanya atapata thawabu, lakini asipokifanya hataadhibiwa. Kwa mfano kama kuanza mtu kukumtolea salamu ukiwa ni wa kwanza, kama hizi sunani an-nawafil, hizi rawatib na mfano wake, hizo ni sunna ambazo kwa mujibu wa istilahi ya kifiki ni matendo ambayo mtu akiyafanya manake atapata malipo, asipofanya hataadhibiwa. Lakini ikija sunna kwa maana ya msingi wa dini, kwa maana ya wanachuoni wa aqida, wanachuoni katika istilahi ya wanachuoni wa kiaqida, inakuja katika maana nyingine tofauti kabisa, kwamba huu ni msingi mojawapo katika msingi ya dini ambaye atakayeacha hawezi kusalimika. Mojawapo ni hapa kwamba unaweza kutenda matendo, ukaswali swala nzuri kwa ikhlas, au ukafunga
au kafanya chochote, lakini umekifanya kwa misingi na taratibu ambazo ni kinyume na sunna, kimekosa sharti la msingi, hakitakuwa na manufaa. Ndiye akasema wala yanfa'u qawlun wa amalun wa niyya, haitomleta manufaa kauli yoyote wala amali yoyote wala nia illa bima wafaqa sunna, isipokuwa kwa kile kitakacho wafikiana na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, ikhlas ni jambo aziz katika janibu ya ibadat, kama anavyosema nachuoni Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, anasema ma aqallu man ya'mal lillahi ta'ala khalisan lianna aktharu an-nas yuhibbuna dhuhura ibadatihim. Asema ni uchache ulioje wa yule au wale wanaofanya lillahi kwa kutakasa nia zao. Asema ni wachache sana katika wengi wanaofanya, katika mamia na maelfu ya watu wanaofanya matendo yao ya aina mbalimbali ambayo kwa mtizamo wa nje ni ibada. Ni wachache sana wanaofanya lillahi, kwa sababu watu wale wengi wanapenda kudhihirika katika ibada zao. Inapokuwa za siri hawafanyi kabisa, au wakifanya si kwa viwango vizuri. Nasallallahu alafia. Ndugu zangu, mwanachuoni Ibn Rajab anasema ar-riya'ul mahab la yakadu yasduru min mu'minin fi faradhi salat was-siyam, kwamba ibada nani, riya halisi, riya kamili, si mara nyingi kupatikana kwa mu'min wa kweli katika swala za faradhi na funga za faradhi. Mara nyingi sana matendo hayo kwa muumini wa kweli asiyekuwa na unafiki haitokei kwake kuzifanya kwa riya, si mara nyingi, haitokei kwa wingi. Labda awe ni munafiki asili yake mtu huyo, munafiki kawaida yake matendo yake yafanya ili watu wamuone. Na hapa pia ni maeneo mengine hatari sana ambayo Waislamu lazima tujiulize mara mbili kwamba tumepona, tumesalimika na gonjwa hili la unafiki, kwa sababu munafiki sio mtu aliye nje ya msikiti. Munafiki sio mtu aliye mtaani. Munafiki sio yule aliye katika baa analewa, wala kwenye madanguro ya uchafu na haramu, wala kukaba watu mitaani, au kwa kupatikana munafiki. Munafiki anapatikana katika nyanja za kheri. Waenda mtu akadumu akaonekana katika kheri, kumbe alichokusudia ni kingine kabisa tofauti na kinachoonekana. Sasa huyo hata katika ibada zake za faradhi anaweza akadhihirika katika kufanya ibada hizo, kumbe amkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika swala na funga. Lakini muumini wa kweli sio rahisi katika ibada hizo kuzifanya katika hali ya riya, isipokuwa waqad yasdur fi sadaqati alwajiba, huenda riya ikajitokeza kwa muumini wa kweli katika sadaka za wajibu kama zaka. Sikwambii katika sadaka ambazo ni za sunna, sio za wajibu, lakini vile pia inaweza ikajitokeza katika hija wa ghairihima min al-a'mal adh-dhahira, na mengine katika matendo ya wazi. Kwa hiyo Muislamu lazima uwe makini kwamba huenda mtu akahiji, hija yake anataka akitoke aonekane watu wa kumuita al-hajj, na mtu asipomuita al-hajj anachukia. Kuna wengine ufika wakaandikiwa barua kwa barua hii ni ya bwana fulani, asipowekewa neno al-hajj anachukia. Na hasa huko kwetu huko katika mikoa ya Kagera huko masuala haya yameshamiri sana kuliko huko. Huko mtu asipoitwa al-hajj bwana hasikii, hajisikii baada ya kuwa ameenda hija. Huo ni mtihani mkubwa. Riya inaweza kujitokeza kwa mu'min katika nyanja za sadaka ya wajibu na katika haji na mengineyo katika matendo ya wazi, na hasa matendo ambayo manufaa yake yanakwenda kwa wengine, kama sadaka hizi za kujitolea, kama kusaidia watu kwa aina mbalimbali. Na utaona bahati mbaya sana ikitokea mtu akamsaidia mtu kwa kiasi fulani, sasa ikatokea pengine wakatofautiana katika rai, wakatofautiana katika baadhi ya mitazamo, utaona namna gani anavyoweza kumhadhiri na kumshutumu kwamba atatuambia nini huyu, mimi ndio namsimamia kila kitu, simuona hapa amependeza, ni kwa sababu ya nguvu yangu,
au pengine kamshika mkono kamfikisha mahala, na mahala pale alipofika ikawa ni sababu ya yeye kunawiri kupendeza maisha yake. Nasema kama si mimi mtu asingeweza kufika hali leo, hawezi kutambua hata fadhila. Nini? Riaa ni maafa. Muumini hawezi kufanya kitu. Ndugu zangu katika imani, hali hiyo ikimfikia mja yoyote katika ibada yake yoyote, kwa utukufu wake wowote utakapokuwa, hapana shaka kwamba amali ya namna ile ni habitun. Amali hiyo imeporomoka, haina malipo mbele ya Allah, wala haizingatiwi. Ikitokea amali ile ikachanganyika ndani yake na riaa, amali hiyo imeporomoka mbele ya Allah, wala haina malipo, wala haizingatiwi. Wa anna sahibuhu yastahiqu al-maqtu min Allah wal kwamba mtu huyu anastahiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukasirikiwa na kuadhibiwa. Ndugu zangu, kwa umuhimu wa ikhlas katika maisha ya Uislamu na kwa hatari ya riaa inayoandama Uislamu kwa kiasi kikubwa, wanawachuoni walio wengi wameanza vitabu vyao wakielekeza katika swala hili la riaa. Utakuta mwanachuoni kama Imam Bukhari, kama mwanachuoni Abdul Ghani al-Muqdis katika kitabu chake Umdatul Ahkam, mwanachuoni Imamu al-Baghawi katika kitabu chake Sharh as-Sunnah, Imamu Nawawi katika 40 Nawawi, na wengineo wengi wamekuwa wakianza vitabu vyao katika hali ya kutaja ikhlasi ikitangulia. Hii ni nini? Wakizindua watu juu ya umuhimu na nafasi ya ikhlasi na nia katika matendo yetu. Haitoshi kufanya matendo ikawa mtu ameridhika kwamba amefanya tu yamekubaliwa. Hapana, kuna vikwazo vingi vinavyoweza kusababisha mtu ibada yake isifike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala isipokelewe. Na moja katika muhimu katika hayo ni kukosa ikhlas, na jambo la pili kukosa mutabaa. Ndio maana hapo tukaambiwa kwamba ikhlas ni ibada ya nje na mutabaa ni ibada ya ndani. Ikhlas ni ibada ya ndani na mutabaa ni ibada ya nje, na kwa vyote hivyo viwili inakamilika ibada ya mja. Akiwa na ikhlas ni ibada ya moyo ambayo hakuna anayeweza kuiangalia, hakuna anayeweza kusema fulani alichofanya si kwa ajili ya Allah, sio rahisi, kwa sababu hilo analofanya limu ndani ya moyo wake, anajua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini mutabaa, kuifuata sunna, ni jambo lilo wazi, linaonekana. Sasa ikiungana ibada ya ndani na ya nje, ndipo ibada mja inaweza kukamilika. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika yawezekana mtu akajiuliza nitafanya ikhlasi katika ibada gani? Lakini wengi wetu tunadhani kwamba ikhlasi inayokusudiwa hapa inakusudiwa katika ibada halisi kama swala, kama somo, katika sadaka, kusoma Qur'an na mengineyo. Lakini ndugu zangu katika imani, kila tendo ambalo atalipenda Allah na kuliridhia ni wajibu ndani yake kuwemo ikhlas, hata kama amali hiyo au tendo hilo litakuwa ni dogo kiasi gani. Na hili jambo limekwenda mbali hata katika janibu ya muamalat, na kama tunavyojua wal aslu fil muamalat al ibaha, asli ya muamala ni mubah, ni jambo ambalo haliko katika ibada halisi. Lakini itakapokwenda mtu akafanya muamala khalisan lillah, kwa hakika atapata ujira mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hapo tukaambiwa kwamba inakwenda mbali hata katika muamala tu zawja, kuamiliana na mke wako ndani ya familia yako, inafika ikhlas inahitajika, na kwa ikhlas itapandisha hadhi ya muamala wako, kuutoa katika ada kuupeleka ukawa ni ibada. Lakini pia katika kujihudumia mwenyewe nafsi yako, ukipatikana ikhlas,
kutatoka kwenye kuwa ada ambayo asili yake iko duni, kuipandisha hadhi mpaka ikawa ibada. Matokeo yake ukajihudumia au ukafanya muamala, ndani yake ukapatikana malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa msingi huo ndio maana unaweza ukauza au ukanunua lillah, ukapata thawabu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia unaweza ukala ukanywa kutokana na chakula hicho, ambacho kwa chakula hicho ukawa umekidhi haja yako ya njaa, lakini ukapata thawabu mbele ya Allah. Ukanywa kinywaji chako ukakata haja yako ya kiu, ukawa umepata thawabu mbele ya Allah, lakini ukamwendea mke wako ukakata matamanio yako kwa njia yako ya halali lillah, ukapata thawabu. Yapo tukaambiwa wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Bwana Mtume SAW alipoambia masahaba kwamba kwa mke wako, ukimaliza matamanio yako kwa mke wako ni sadaka, wakashangaa kusema Rasulullah, ayati ahaduna shahwata wa yakunu lahu ajr. Inakuwaje Rasulullah, mmoja wetu anakidhi matamanio yake kwa mke wake halafu eti apate thawabu wakati yeye ndiye mnufaika? Bwana Mtume SAW aliuliza swali akasema, je, unaonaje hayo matamanio kama angekata katika haramu, nini kingetokea? Akasema bila shaka angepata dhambi. Akasema kadhalika kwa kule kuyakata matamanio yake katika njia ya halali atapata thawabu, kwa sharti iwe nia yake kujitosheleza nafsi yake na kukata matamanio ya mwenzake, asiwe na tamaa ya kumpelekea kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nia hiyo anapata ujira licha kuwa yeye ndiye mnufaika. Kwa msingi huo utaona umuhimu wa ibada hii ya ikhlas katika maisha ya Muislamu, kiasi cha kwamba Muislamu atakapokuwa serious akafuatilia ikhlas katika matendo yake, atajikuta maisha yake yote ana malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia matendo yake. Unaonaje Muislamu ukaamka asubuhi ukifikiria kwenda kufanya kazi, huendi kufanya kazi kwa ada kama alivyo wanadamu wote, wewe unakwenda kufanya kazi kwa nia ya ikhlas, kwamba kazi ile ikupe nguvu uweze kutekeleza majukumu uliowajibishwa na Allah, ikiwa ni pamoja na kutunza familia yako, kujihudumia we mwenyewe pasi na kunyosha mikono kuwaomba watu, kama ulivyoamrishwa Allah, kama ulivyoamrishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha ukafata maelekezo na misingi ya Bwana Mtume sallallahu aliyoelekeza katika kazi yako, ukashtukia umejipatia ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kazi yako. Unaonaje ukienda kufunga ndoa, nia yako ikawa kwa ajili ya kufata amri ya Allah aliyokuamrisha, kuifuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufata manabii na mitume waliotangulia katika sunna hiyo, lakini ukiwa katika hilo unakusudia kujikinga na shari ya kumaliza matamanio yako kwa njia ya haramu, ukapata thawabu. Unaonaje ukenda kuuza bidhaa au kufanya muamala wote kwa ajili ya Allah na ukawa mkweli katika muamala wako kama alivyokuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiape uongo, usipunje mzani, ukawa unakusudia wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika biashara hiyo, ukawa umepata faida ya biashara yako na baraka kwenye biashara yako, zaidi hapo kaandika thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hapo utaona Waislamu wengi tunadhikisha maana ya ibada katika nyanja finyu mno. Tunadhani kwamba ibada ni wakati tu inapotolewa adhana tukaenda msikitini kuswali, halafu baada ya hapo sio ibada. Hapo ni kudhikisha maana pana ya ibada ambayo Allah alikusudia na alituumba kwa ajili yake. Ndugu zangu katika imani, ikhlas inakwenda katika nyanja pana zaidi kuliko tunavyo, inapelekea manake mtu kuwa katika nyanja pana za ibada kuliko tunafikiria wale wengi. Hapo
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alayha, kwamba wewe, hakika wewe hutotoa matumizi yoyote ukikusudia kupata radhi ya Allah, ila utalipwa ujira juu ya matumizi hayo uliyotoa. Hata ma tajalu fi fami imra'atak, hata kile ile tonge ya chakula utayojalia katika kinywa cha mke wako. Na katika hadithi nyingine athari ya sahaba anasema, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sahaba Hudhaifatul Yamani radhiyallahu anhu anasema, mimi nataraji kupata thawabu kutokana na kusinzia kwangu napokuwa nimesinzia, kama ninavyotaraji kupata thawabu na ujira napokuwa nimesimama kiamu laili usiku. Hii inatokana nini? Nini nia yake iliyompelekea kulala usingizi? Amelala kwa nia ipi? Kalala kwa nia apate nguvu ya kuamka sehemu ya mwisho usiku kusimama kiamu laili. Kwa hiyo usingizi wake amefanya ni nyenzo ya kuupa nguvu mwili wake ili sehemu ya mwisho asimame kufanya kiamu laili, au kwa uchache ili apate uwezo wa kuamka mapema kuswali swala alfajiri jamaa. Kwa hivyo akalala mapema, akajiandaa ili ule usingizi uupe mwili wake mapumziko, apate nguvu ya kufanya ibada sehemu ya mwisho usiku. Kwa nia hiyo usingizi wake umepanda thamani kuliko huyo aliyelala tu kama ada. Atasinzia usingizi wake, lakini wakati anasinzia malaika anamwandikia thawabu kama vile amesimama kiamu. Na hii ndiyo siri iliyofanya daku iwe ni chakula ambacho ni mubaraka na iwe muhimu, kwamba kuna watu wawili wote wamefunga, mmoja amekula daku, mwingine hakula daku, lakini huyu aliyekula daku akawa na thawabu mbele ya Allah kuliko ambaye hakula daku. Kwa mtazamo wa kawaida aingia akilini, huyu amepata msaada wa chakula maalum amekila usiku ili kimpe nguvu katika funga, huyu hakula chakula hicho. Kwa kawaida ingeonekana huyu ambaye hakula chakula hicho ana thawabu nyingi kwa sababu muhanga wake ni mkubwa, lakini wapi? Kwa nia ya chakula hiki kuwa tukufu, ya kumpelekea kufanya ibada tukufu ya Allah, imepelekea chakula hiki kiwe ni chakula ambacho kinakuwa ni mubaraka, kina thamani mbele ya Allah na kinampatia ujira mtu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika maajabu ya ikhlas ni sababu kubwa ya kupelekea kutukuza na kukuza ibada hata kama ni ndogo. Inawezekana mtu akafanya amali nyepesi ndogo sana, lakini amali ile kwa ukamilifu wa ikhlasi yake ikampelekea mtu huyo kuwa amepata ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna visa chungu mzima katika masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na wema waliopita kabla yetu, kwa matendo machache waliyofanya wakawa na daraja kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia katika hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea, laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati min shajaratin qata'aha, asema kwa hakika nilimuona mtu akijigeuza katika janna, akiburudika na kustarehe katika janna kutokana na amali nyepesi sana aliyoifanya, nayo si nyingine, alikata mti uliokuwa njiani, kana tuudhil muslimina, ambao ulikuwa unawaudhi Waislamu, akaukata lillah. Katika riwaya inasema marra rajulun bighusni shajaratin ala dhahri tariqi, bwana mmoja alipita akakuta tawi la mti limeziba njia, faqala, akasema wallahi la anhiyanna hadha anil muslimina la yu'dhihim fa udkhila aljanna. Alisema, akasema wallahi lazima nitaondoa adha hii kwa Uislamu, iache kuwaudhi katika njia yao, kwa nia ile ya kusudia kuondolea adha ndugu zake katika imani lillah, fa udkhila aljanna, akaingizwa peponi.
Ndugu zangu, angalia katika moja ya visa mashuhuri vilivyokuja katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kisa cha mwanamke aliyekuwa ni malaya katika Bani Israil. Mwanamke ule aliishi ni malaya, anafanya vitendo vichafu, lakini angalia, siku moja akitembea katika jangwa akawa amepatwa kiu, akateremka kwenye kisima akachota maji akanywa. Akitoka kwenye kisima kufika juu, akakuta kuna mbwa anazunguka kwa kile kiu kimemkaba, analamba udongo ulio na unyevunyevu wa maji kuona kama atapoza kiu hicho. Mbwa kama mbwa. Yule mwanamke kwa huruba akasema, lo, huyu mbwa amefikia hali mbaya niliyokuwa nayo ya kiu. Akavua kiatu chake kimojawapo, akateremka kwenye kisima, akachota maji, akamnywesha yule mbwa. Mbwa akamshukuru Allah, faghufira lahu. Mwanamke huyu akaghafiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jifikirie kwa akili ya haraka haraka, huyu ni mbwa. Mbwa tunamjua ni nani kwa Muislamu, lakini huyu nini kimempelekea? Bila kuangalia udhaifu wa mbwa, bila kuangalia udhaifu wake kwa maovu yake aliyofanya, alifanya lillah, kutokana na kitendo hicho cha kufanya kwa ajili ya Allah, kama anavyosema baadhi ya wanachuoni kwamba Allah alimpa taufiki kwa kitendo hicho ya kutoa tauba, akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, huu ndio utukufu wa ikhlas, kwamba huenda mtu akafanya tendo katika matendo dogo tu, alikuwa katika kheri kampelekea kuangamia na kupoteza mwelekeo akaharibikiwa, lakini mwingine alikuwa mwovu akatenda tendo moja kwa ikhlasi ya kweli, ikawa ni sababu ya kumpelekea kuweza kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndipo tukaambiwa kwamba kwa umuhimu wa ikhlasi katika maisha yetu na ibada zetu. Ndugu zangu katika imani, ikhlasi ndiyo kitu cha kweli ambacho kitampelekea mtu matendo yake kupata hadhi mbele ya Allah na kupata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu katika imani, vipi tutafikia kufanya ikhlasi? Ndugu zangu, ikhlasi ni jambo zito na ni gumu. Katika kulipata jambo hilo sio kazi rahisi, kama mtu atalipata kwa uwezo wake na kwa akili yake. Kuna mambo muhimu ya kuzingatia ili ufikie kupata ikhlasi. Katika muhimu katika mambo hayo ni dua, kuomba dua. Ndugu zangu, hidayah iko mikononi mwa Allah, na nyoyo za watu baina usbu'aini min asabi rahman, na nyoyo za watu ziko kati ya vidole viwili katika vidole vya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kwa msingi huo Allah huzigeuza nyoyo atakavyo, na kama hivyo ndivyo panahitaji kumuomba Allah msaada mara kwa mara. Alionekana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Wakamuuliza wakasema, na wewe ya Rasulullah? Akasema ndiyo, nyoyo zote za waja ziko kati ya vidole viwili katika vidole vya Allah, huzigeuza anavyotaka. Kwa hivyo hapana budi kumuomba Allah, bali tutakiwa tumbembeleze Allah pamoja na kufanya matendo yetu. Asitokee yoyote akajiamini kwa matendo yake kwamba yeye alifanya amefanikiwa. Wapi? Huenda ukafanya na usipate lolote. Kwa hivyo kumuomba Allah ni jambo la msingi sana. Katika dua alizokuwa akiziomba mara kwa mara Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akisema, Allahumma jali amali kulluhu saliha, akisema ya Allah, jalia amali zangu zote ziwe ni amali njema, waj'alhu liwajhika khalisa, na jalia amali hizo ziwe ni kwa kutaka radhi zako ya Allah, wala tajal li ahadi fi shay'an, usijalie kuwa amali hizo ni kwa ajili ya yoyote. Dua ni hatua msingi sana, mara kwa mara muombe Allah akupe ikhlas. Jambo la pili ni kuficha amali zako kadri iwezekanavyo. Kwa kweli
Kila amali ambayo inaweza kuificha, jitahidi kuificha, isipokuwa kuna amali ambazo zenyewe asili yake zinadhihiri, hizo lazima zidhihirishe. Lakini ile ambayo itakuwa inaweza kufichwa, jitahidi kadiri uwezavyo uifiche isionekane, kwa sababu kila utakapokuwa ukificha amali yako ndivyo vile vile utakapokuwa ukiwa karibu na ikhlasi. Na ndio siri ya kuwa amali za sunna za usiku zikawa na thamani kubwa sana kuliko za mchana, kwa sababu zinafanywa katika hali ya siri kwa kiasi kikubwa. Lakini istighfari za wakati wa karibu na alfajiri zimekuwa na utukufu mkubwa mbele ya Allah, kwa sababu wakati ule pia ni wakati ambao mtu anakuwa yuko katika sehemu ambayo haoni na watu wale wengi. Ndio akasema mwanachuoni Bishr ibn al-Harith rahimahullah, anasema la ta'mal litudhkar, jitahidi usifanye ibada ili utajwe. Uktumu al-hasanata kama taktumu as-sayyi'a, jitahidi ufiche mema yako kama unavyoficha maovu yako. Kuna watu waliishi katika zama za wema waliopita kama akina Zainul Abidin, aliishi maisha yake anahudumia mtaa wake mzima, maskini wa mtaa wake wote. Katika uhai wake alikuwa akiwahudumia, lakini angalia watu wale walivyokuwa ni watu wa ajabu. Hakujulikana kwamba ndiye aliyekuwa akiwahudumia isipokuwa siku alipokata roho. Watu kila siku huduma zao zilikuwa zikikutwa milangoni mwao alfajiri imeshafika. Watu wakaisha katika maisha ambayo ni raha za maisha yote, hawajui nani wanaofanyia mambo hayo. Sasa siku wanamswalia, wanamzika, wakaona huduma zimekatika, hazipatikani tena, akajua no, huyu bwana ndiye alikuwa kitu. Kwa nini? Walijua thamani ya kuficha matendo. Lakini ndugu zangu, jambo la tatu litaka kusaidia kuifikia ikhlas, an-nadhar ila amali salihin mimman hum fawqaka. Daima ni kujitahidi kuangalia matendo ya watu wema walio zaidi yako. Bahati mbaya tulionayo zama zetu, tunaangaliana sisi kwa sisi wachovu. Ukweli ni zama za uchovu, tumechoka, hatuna chochote. Kwa hiyo tunajipima kwa saizi yetu. Mtu ataona amefanya vizuri kwa saizi iliyopo, kumaskini hawa ni wachovu wenzako. Jipime kwa wale, angalia matendo yao, kwa hakika ndipo utakuta ni kwa kiasi gani walivyokuwa watu wale, ambapo matendo yao yanatisha. Kama huyu tulitangulia kumtaja, mtu anahudumia mtaa mzima, hakuna anayemjua yeyote. Bila shaka alikuwa na kazi kubwa alikuwa anaifanya, mpaka asionekane yote alimuona, lakini anaweza kuwafikishia huduma. Watu wakala na kunywa kunemeka maisha yao yote, siku akitoka duniani. Angalia walivyojipinda waliopita kabla yetu. Watu hawalali usiku na mchana, pengine katika nyanja za ilmu, katika nyanja za ibadat, watu walivyokuwa wamesimama kidete. Lakini jambo jingine la nne ni kuidharau amali yako. Kwa nini? Kwa sababu afatul abdi ridahu an nafsihi, afala mja ni kuridhika na nafsi yake. Zangu, katika vitu ambavyo Muislamu hatakiwi kughafilika navyo, katika vitu ambavyo Muislamu hatakiwi kuvisahau, katika vitu ambavyo Muislamu hatakiwi kufanya uzembe wa aina yoyote, ni nafsi yake. Mara nyingi sana tukiwataja maadui, huwa tunawataja maadui walio nje yetu, waliotuzunguka. Fulani adui wangu, fulani adui wangu. Lakini wapi? Kwa mujibu wa wana wachuoni walioyaelewa mambo na kuyachunguza, kwa mujibu wa nususi za kitabu na sunna, wanathibitisha kwamba adui namba moja ya mwanadamu ni nafsi yake, na hatofikia maangamivu mwanadamu isipokuwa kupitia nafsi yake. Na hivyo atakaye iangalia nafsi yake kwa jicho la ridhaa, fakad ahlaka, ameiangamiza.
Haiwezekani ndugu zangu, lazima tubaki tunaangalia nafsi zetu. Mpaka mmoja akawa anatoa mfano kwamba mfano wa mu'min anayetaka kupona, anatakiwa kuamiliana na nafsi yake, anatakiwa kuwa makini zaidi na nafsi yake kuliko mshirika katika biashara au mali aliyeshirikiana na mtu ambaye ni khain, mtu asiye mwaminifu, ambaye anajua fika kabisa asipomchunga anammaliza. Mu'min na nafsi yake anatakiwa aiangalie zaidi ya mtu huyo, kwa sababu nafsi wakati wote inaweza kummaliza mtu na kumwangamiza. Yapo tukaambiwa atakayeangalia nafsi yake kwa la kuiridhia ameiangamiza. Nini tufanye? Tunatakiwa kubaki katika kutuhumu nafsi zetu daima. Lazima ukikaa faragha ubaki unaituhumu nafsi yako, ubaki unailaumu nafsi yako, unaikemea na kuikaripia nafsi yako kwamba lazima nitakulazimisha twende katika ridhaa ya Allah, sitokubali kwenda na wewe unapotaka. Kwa nini? Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu thumma tamanna ila Allah amani. Mtu aliye na ajizi, ambaye hana maamuzi, ameshindwa maamuzi ya kweli, ambaye amebaki katika ajizi, ni yule mtu ambaye ataamua kufuata hawa za nafsi, kisha akatamani kupata kheri na salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio tukaambiwa waman nadhara ila amalihi bi'aini al-ujub, na atakayeangalia ibada yake kwa jicho la ujubu, huyo mtu qalla ma'ahu al-ikhlas, ikhlas itakuwa chache kwake, au nuz'a minhu, au itaondolewa ikhlas katika amali yake. Na ujubu, ndugu zangu, wanachuoni baadhi wameitaja kwamba ujubu ni pale utakapojiona wewe ni bora kuliko watu wote, kutokana na ibada yako, kutokana na kheri yako, kutokana na mema unayofanya. Na hapo kwa msingi huo ndipo ilifika wanachuoni wakasema kwamba aninu almudhnibina ahabu ila Allah min zajli almusabbihin, kilio cha kwikwi wanacholia wakitubia waliofanya dhambi, wakilia na kujuta mbele ya Allah, wakatoa kilio cha kwikwi kwa majuto mbele ya Allah. Kilio hicho kina thamani na kinapendwa zaidi mbele ya Allah kuliko sauti za wanaomsabih Allah. Wakati huo wana ujubu mbele ya Allah, hawana maana yote yale. Kwa nini? Kwa sababu wamekosa kitu muhimu kutokana na ujubu yao, na hiyo ujubu ndio inawaangamiza watu wema. Ndio hapo mwanachuoni Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah akasema, wa alamati qabuli al-amal, na alama ya kukubaliwa ibada yoyote kwa mtu yoyote, ihtiqaruhu wa istiqlaluhu, ni pale atakapoidharau mali yake, akaiona hajafanya lolote, akaiangalia, kaangalia, kaona imejaa mapungufu matupu, kwa hivyo akaidharau kwamba sijafanya lolote, akaona ni kitu kidogo sana amali yake aliyofanya. Wasigharuhu min qalbika, na utakapoona amali hiyo ni ndogo katika moyo wako, hatta innal arifu la yastaghfiru Allah aqiba ta'ati, mpaka inafika wakati yule mtambuzi wa kweli anayejua ukweli kuhusiana na udhaifu wa nafsi yake na udhaifu wa ibada yake, baada ya ibada yake anafanya istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapungufu yaliyomo ndani yake, kwa namna anavyoona hajafanya chochote, kwa namna anavyojichunguza, khushu' yake, utulivu wake, murakaba wake, ihsani yake katika ibada yake, akaona hajafanya chochote kile. Kwa hiyo akaona sikuitenda kwa haki ilivyotakiwa kwa Mola wangu, matokeo akawa kutoa istighfar mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio taoda Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya sala alikuwa akiomba istighfar
lakini pia katika hija tumehimizwa hivyo hivyo, na katika ibada nyingi tumeelekezwa hivyo. Tuombe istighfari baada ya kuzimaliza kwa kuhisi kwamba tutenda haki yake na kutakiwa. Lakini jingine, kutoathirika na maneno ya watu. Kwa kawaida watu wanasifu, wana ndimi za kusifu, wanasifu bana fulani, wewe ndio uliopo kwa watu kwetu. Zama hizi hatuna mwingine, ni wewe. Wewe ni walii, wewe ni kadha kadha. Muumini lazima akatae, nafsi yake katae kwamba hawa waongo hawa. Na siku zote katika maadui wakubwa ni yule mtu anayekuja kusifu mbele yako, wewe ni mcha Mungu. Huyo ni adui wako mkubwa sana. Baadhi ya wema waliotangulia ilikuwa mtu kama angemjia hivi, anazoa mchanga na mpiga na usoni, wewe umekuja kuniangamiza, sababu atakupa ujubu. Takiwi kabisa mtu kusifu. Ndio hapo aliyekusudia kufanikiwa, bali aliyewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akitokea mtu mmoja akamsifu, haimzidishi isipokuwa kunyenyekea kwa Allah na kuogopa zaidi, na anakuwa na uhakika kabisa kwamba watu kumsifu ni fitina kwake, na hivyo anamuomba Allah amlinde na shari ya sifa zao na fitina hiyo, kwani hakuna yeyote ambaye manufaa yake anaweza kumsifu kwake kunaweza kumfaisha au kumshutumu kunaweza kumdhuru isipokuwa Allah subhanahu. Hivyo faanzili nasa manzilata ashabi alqubur, watu waweke katika nafasi ya kwamba ni watu walio makaburini, kwamba mtu fulani hata kama alikuwa ni nani, ukishamzika unajua hawezi kumfanyisha chochote wala kudhuru, kwa sababu tayari yeye yuko katika ulimwengu wa barzakh, anategemea msaada, hana anaweza kusaidia chochote kile. Kwa hiyo watu wengine wote wajalie hivyo, kwamba wakusifu wasikusifu hawana chochote. Ndio anasema Ibn al-Jawzi rahimahullah, tariku an-nadhri ila al-khalq wa mahwi al-ja'i min qulubihim bil 'amal wa ikhlas al-qasd wa satr al-hal huwa alladhi rafa'a man rafa'a. Kuacha kuangalia watu na kufuta katika moyo wako utukufu, kwamba wewe uonekane wewe ni mtukufu katika nyoyo zao, kulifuta hilo kwamba unatafuta utukufu wao kupitia ibada zako, lakini pia kuwa na ikhlas katika makusudio yako ndani ya moyo wako na kustiri hali zako, ndilo jambo ambalo limeinua wale walioinuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia, wanasema baadhi kwamba Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu hakuwaacha masahaba wenzake eti kwa sababu alirukuu nyingi sana kuliko wao, au alifunga siku nyingi kuliko wao, au alitoa mali nyingi kuliko wao. La, lakinahu bi shay'in waqara fi qalbi, ni kwa kitu kilichojikita ndani ya moyo wake cha imani na ikhlasi ya kweli, ikawa hata amali yake ndogo ina uzani na thamani kubwa mbele ya Allah kuliko ya mwingine. Na hii ndio ajabu ya masahaba, mpaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawasifu, anasema lau anfaqa mithlu lau anfaqa ahaduhu lau anfaqa, manake mithl jabal Uhud dhahaban, lau mtu yoyote akitoa sadaqa fi sabilillah inayolingana thamani yake na mlima mzima wa Uhud wa dhahabu fi sabilillah, yeyote asiyokuwa sahaba, ma balagha muddi ahadihim wala nasifa, hatofikia mbele ya Allah kibaba cha mmoja wao cha ngano kilichotoa fi sabilillah, hata nusu yake. Katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tutangulia kuisoma mbele yenu, ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea thamani ya ibada za masahaba, kwamba jalia huyu mtu mwingine asiyokuwa sahaba atoe sadaka inayolingana sawa sawa na mlima Uhud dhahabu tupu,
Lakini huyu sahaba atoe kibaba kimoja cha ngano au mchele au tende au unga, ni wapi na wapi kwa thamani. Lakini wapi, kinachoangaliwa sio wingi wa vitu, kinachoniangaliwa ni usahihi wa itikadi yake na ikhlasi yake iko vipi mbele ya Allah. Kwa maana kwa ukamilifu wa ikhlasi yao na mhanga wao kwa Allah, thamani ya ibada yao imekuwa kubwa, mpaka nusu ya kibaba mbele ya Allah ni bora kuliko mlima wa dhahabu wa mwingine yote asiyekuwa wao. Na hii inatosha kuwa ni heshima na sharafu kubwa masahaba katika maisha yetu. Lazima tuwajue wao ni kina nani. Hawakufika huko isipokuwa ikhlasi yao ikamilika zaidi kuliko walikuja baada yao. Jambo jingine ni mtu kujua kwamba watu hawamiliki moto wala janna. Ni hatua ya msingi sana. Ukijua kwamba hawa unaotafuta wakusifu, hawa unaotafuta wakutukuze, wakuone, hawezi kukupa janna, wala wasipokuona hawezi kukuingiza motoni. Hilo litakusaidia unajua kwamba wewe kwa hakika hawa watu wote tutakapokuwa hawezi kusaidia chochote kile cha kulipa, wala hawatoweza kukudhuru chochote. Lakini jambo jingine, kumbuka kwamba wewe utakuwa kaburini peke yako. Hata kama wangekwenda na wewe wasingekusaidia chochote. Wao ni maskini, wahitaji, na wao hawana lolote isipokuwa mambo yote yako mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndipo utajua kwamba hakuna cha kuokoa isipokuwa ikhlasi, kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anavyosema mwanachuoni Ibn al-Qayyim, anasema shirku ta'ahubu liliqa'i Allah min anfa'i ma lil'abdi wa ablaghihi fi husuli istiqamati, kwamba ukweli wa maandalizi kwa ajili ya kukutana na Allah ni miongoni mwa mambo yanayomnufaisha zaidi mja, na ndiyo mambo ambayo yamekamilika zaidi katika kupata kunyoka kwa mja. Fa inna man ista'adda liliqa'i llahi inqata'a qalbuhu 'ani dunya wa ma fiha min matalibiha, kwa sababu atakayekuwa mkweli katika kujiandaa kukutana na Allah, katika moyo wake yatakatikana mawasiliano ya dunia na yaliyomo ndani yake katika matakwa ya kidunia. Hatolenga dunia hata siku moja, atamlenga Allah subhanahu wa ta'ala na mji wa akhira. Ndugu zangu katika imani, kuna swali ambalo nabaki nikitendawili. Mara nyingi tunajiuliza, hivi kweli riaa inaweza ikawaingilia watu wanaofanya kheri, watu wenye imani, watu wanaofanya mambo mazuri, au riaa ni ya wanafiki tu na watu maovu? Hii ni swala msingi ndugu zangu. Shetani kawaida yake anaingia kwa watu kulingana na walivyo. Shetani katika ufundi wake aliyojaliwa na Allah huwaendea kila kundi kwa staili yake. Utaona wafanya biashara anawapambia mambo, aidha kuwapa viapo vya uongo, kupunja katika mizani, kufanya miamala ya riba, alimradi vitu vya namna hili. Ndiye anaoingia kwa stili ya uzuri na kuvutiwa na biashara zao bila kujali mpaka Allah subhanahu wa ta'ala, illa man rahima. Na kwa upande wa wanawake huwaendea kwa stili ya kuwapambia mapambo yaliyoharamishwa, manukato. Wanawake utasema utayamaliza maneno kwa manukato, mpaka manukato kutoka, kuvaa mavazi yasiyofaa, lakini mali yaonekana amependeza barabarani, yeye ndio kazi yake. Lakini ajabu kwa watu ambao ni wacha Mungu, watu wa kheri, wana wachuoni, shetani huwapambia riaa. Ndiyo mwanachuoni At-Tibi rahimahullah anasema, wa huwa min adharri ghawaili nas, riaa ni miongoni mwa shari zinazodhuru zaidi nafsi, wa bawatin makaidi, na ni katika manake mambo mabaya yaliyo ndani ya nafsi. Yubtala bihi ulama, wanapewa mtihani kwa gonjwa hilo wana wachuoni, walubad, na watu wanaofanya ibada kwa wingi,
walioshamiri katika misikiti, wasiokatika ndani ya misikiti, hao ndio wanatafutwa na gonjwa hili. Ambao wameshamiri katika kuiendea njia ya kwenda akhera, hao ndio anacheza. Natakiwa Muislamu azinduke daima, asifanye tu anafanya tu bila kujitathmini na kujifuatilia. Hili gonjwa linatufuata misikitini, ndugu zangu. Hatari ya gonjwa hili halimfati mtu baba wala kule nje kwenye upuuzi mwingine wote, hapana, linajilazimisha kwa mtu mpaka ndani ya safu. Katika mahala ambapo mtu anatazamiwa kupata radhi za Allah, hapa ndipo anatafutwa na gonjwa hili, na hili jambo hatari zaidi kwa watu. Lazima tuwe makini na kuzinduka nalo, lazima tulifuatilie, lazima tujifuatilie nafsi zetu, tunasalimikaje na gonjwa hili. Wa huwa min akhfa al-abwab wa adarriha ala al-abd, ni katika milango iliyojificha zaidi na yenye madhara kwa mja, kama anavyosema katika Taysir al-Aziz al-Hamid kwamba ar-riya akhwafa ala salihin min fitnat ad-dajjal, kwamba riya inahofiwa zaidi kwa watu wema kuliko fitna ya Dajjal, ambaye hajawahi kupatikana fitna mfano wake duniani tangu dunia iumbwe mpaka kufika siku ile atakapotokea. Lakini hii inahofiwa zaidi kuliko fitna ya Dajjal kwa watu wema. Bwana Mtume sema katika hadithi akasema, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal, kwamba je, hamtaki niwaambie jambo ambalo nalikofia zaidi kwenu kuliko fitna ya Dajjal? Qalu bala, wakasema kwa nini ya Rasulullah, tuambie. Akasema ashirkul khafi, akasema ni shirki iliyojificha, kiasi mtu atasimama aswali aipambe swala yake lima yara min nadhri rajul, kutokana na kile anachokiona cha mtu fulani kwa amemwangalia, ili aone kwamba kweli ni mcha Mungu. Ndugu zangu katika imani, hii ndio hatari na ndio afa. Na ndugu zangu, kinachoogopesha kuliko yote, mtu anaweza akaswali, akafanya khairi, akatoa sadaka, akafanya juhudi kubwa zinazoonekana na watu, kumbe maskini hatima yake ni kupeleka kumangamiza badala ya kunufaisha. Katika hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, awwalun nas yuqda yawm alqiyamati alayhi, watu wa kwanza watakaohukumiwa siku ya kiyama, rajulun stushhida, ni mtu aliyeuawa shahidi katika njia ya Allah, akipigania dini ya Allah, fautiya bihi fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha, ataletwa mtu huyo mbele Allah, Allah atamjulisha neema yake aliyomneemesha, ataitambua na kuikubali. Allah atamuuliza swali, fama amilta fiha, ulifanya nini neema ile? Atasema qataltu fika hatta stushhidtu, ya Rabbi, nilipigana kwa ajili yako mpaka nikafa shahidi. Allah atamwambia kadhabta, ni mongo wewe, lakinnaka qatalta li an yuqala jari, lakini ulipigana ili uitwe kwamba ni jasiri, kwamba wewe ni mtu usiogopa, ni jasiri, ili upate sifa. Faqad qila, tayari watu walikusifu, inatosha, ushapata malipo yako. Thumma umira bihi fasuriba ala wajhihi hatta ulqa fi nar, kisha ataamrisha malaika watamkokota kwa uso wake katika udhalili na katika ubaya watu wa motoni. Uso ndio utakaotumika kama nyenzo kuu ya kutangulizwa katika adhabu, hata kupelekwa, atakokotwa, malaki ameninginizwa, uso wake ndio unakokotwa juu ya ardhi, anapelekwa kutupa motoni kwa udhalili wa ajabu sana. Lakini pia uso hata motoni kwenyewe ndio utakaotanguliwa katika kila shari itakayomkabili kumwadhibu. Uso ndio utakuwa namba moja kuadhibiwa katika kuonyesha udhalili na hatari ya adhabu ya motoni. Atakokotwa kwa uso wake kisha atupwe motoni, naudhu billah. Na mtu wa pili aliyejifunza Qur'an au ilmu na akaifundisha na akasoma Qur'an, ataletwa siku ya kiyama, fa'arafahu ni'mahu fa'arafa, Allah atamjulisha neema zake alizompa. Nilikupa uwezo wa kusoma Qur'ani, wengi walishindwa kusoma. Nilikupa elimu, wengi walikuwa hawajui. Sasa ulifanya kazi gani? Akasema ta'alamtu al-ilma
wa'allamtuhu, nilijifunza ilmu nikaifundisha, nikasoma kwa ajili yako Qur'ani. Pale pale Allah atasema kadhabta, Mungu wewe, walakinaka ta'allamta al-ilma liyuqala alim, lakini ulijifunza ilmu ili uitwe mwanachuoni. Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari, ulisoma Qur'ani ili uitwe kama wewe ni qari mzuri wa Qur'ani. Tayari ulishaitwa, malipo yako yamekamilika duniani. Kisha ataamrisha, atakokotwa juu ya uso wake, kisha atupwa motoni. Na mtu wa tatu ni mtu ambaye Allah alimpa wasaa wa mali, akapita wengi katika watu. Ataletwa Allah amtambulishe neema zake, atazitambua na kuzikubali. Allah atamuuliza swali, je, umezifanyia kazi gani? Huyo atasema ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fiha lak ya Rabbi, sikuacha njia ambayo unapenda ndani yake itolewe kwa ajili yako sadaka, isipokuwa nilitoa katika njia hiyo mali zangu. Pale pale Allah tumwambia kadhabta, Mungu, walakinaka fa'alta liqalu huwa jawab, lakini ulifanya hivyo ili isemwe kwamba wewe ni mkarimu. Faqad qila, tayari watu walikusema hivyo, ilitosha, malipo yako utapata. Kisha ataamrisha malaika watamkokota akiwa amefunga pingu na minyororo, atatupwa motoni. Angalia jambo linalotisha, hawa walifanya ibada tukufu. Kwa kweli ninaposema mtu amepigana jihadi fi sabilillah mpaka akafika kufa fi sabilillah, ibada tukufu. Huyu mtu alitoa sadaka ambayo alitoa katika mali, kwa sababu mali ni kitu kigumu mno, mali ni kitu kizito mno katika nafsi za wanadamu. Alitoa katika njia mbalimbali, na huyu alisoma ilmu ambayo ndio msingi wa kufikia mafanikio yoyote. Lakini kwa kitu kimoja tu, kukosa ikhlas, badala ya kufaidika na matendo hayo, yatakuwa ni balaa lao la kwanza kabla yote kuadhibiwa. Hawa watu ndio watakuwa kwanza kutupwa motoni na kuadhibiwa wakati walifanya amali ambazo kwa dhahiri zinaonekana kheri. Ndugu zangu, tukimalizia maudhui yetu, kwa hakika nipende kuhusia nafsi yangu kwamba hapa ni maeneo ya hatari. Lazima tujitathmini mara kwa mara. Usije ukasali ukajinyima, ukatoa, ukaacha kufanya mambo yako, kaja kusali, ukafanya khairi mbalimbali, ukionekana mbele za watu unafanya, kumbe nia yako si kwa ajili ya Allah, itakuwa ni balaa kwako. Ndugu zangu, turekebishe mapema kabla hatujaondoka duniani, kwa sababu umri wetu ni mfupi na muda wetu ni mchache, na wakati wote tunaweza tukahujumiwa na mauti, tukarejea mbele ya Mola wetu. Hivyo ni wasihi kwa ajili ya Allah kujifuatilia mara kwa mara, kuifuatilia nafsi yetu. Nafsi yetu ni adui mkubwa ambaye anatuchongea. Haya yote ni nafsi, kutaka hadhi, kutaka kupata katika dunia, hata katika ibada. Kumbe jambo hilo ni hatari zaidi, na ninapoteza muda matokeo yake atamaliza umri wake hata chochote, na kitakachofuatia ni kuadhibiwa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku ikhlas katika maneno yetu na matendo yetu. Wabillahi tawfiq, walhamdulillah.